Na ripoti kutoka kwenye showroom ya Daktari King Msukuma, mbunge wa Geita. By the way, ilikuwa ni kwamba napita tu barabarani, mara nashangaa naona kama kuna msafara hivi unaandaliwa, nikasema ni mcheki brother. Bahati nzuri bana, kumbe alikuwepo naye karibu na amekubali kuzungumza kwenye exclusive interview ya Ayo TV kwa mara ya kwanza kabla gari hizi hazija kwenda jimboni. Hapa ndo makao makuu ya kampuni ya Msukuma. Tunajiandaa kwa ajili ya kesho, tunaenda kupeleka shukrani kwenye jimbo. Kampuni pamoja na mimi kama mbunge tumeamua kwenda kutoa kama fungu letu la 10. Tunaenda kuwapa wananchi wetu kwenye jimbo ninaloliongoza, jimbo la Geita. Tumejipanga vizuri, kwa hiyo kesho by saa 3 hivi tutaanza msafara wetu kuelekea jimboni. Kwa hiyo hapa vijana walikuwa wanaandaa kwenye kuweka mafuta, kucheki kila kitu ili kesho kuelekea jimboni. Ni ambulance zaidi ya 10 kwa haraka. Hili wazo lilianza toka lini? Kwa kweli wazo lipo muda mrefu, na nimeanza awamu ya kwanza ya ubunge nilitoa gari 5. Mimi nina kata 15. Maisha yetu ya kule kijijini kikweli sio mazuri, kwa sababu usafiri wetu wa haraka ni bodaboda. Na majimbo yetu ni makubwa. Kwa mfano mimi jimbo langu lina watu karibia 700,000. Sasa ambulance Mama Samia akatuletea mpya, tunazo 3. Na sisi tuna majimbo mawili. Jimbo la mwenzangu lina milioni. Kwa hiyo unakuta magari yako kwenye mzunguko. Awamu yangu ya kwanza ya mwaka 2015 nilitoa gari 5. Maana yake kwenye kata 5. Sasa nikawa na hilo wazo, kwa sababu mara nyingi ninapokuwa jimboni unakutana na kina mama mwingine mjamzito au mzee mgonjwa au staili yoyote tu amebebwa kwenye pikipiki afu nyuma ameshikiliwa. Sasa kwa sababu mimi kidogo najaribu kuhangaika, nafanya biashara huku na huku, nikaamua kuwa na hili wazo kwamba ndoto yangu mimi angalau kila kata moja iwe na gari yake binafsi. Na hizi gari kwa temu hii mwaka jana tulitoa kidogo tofauti. Ile awamu ya kwanza tuliwapa serikali. Nimeona changamoto zake. Watu wa halmashauri kidogo wanasumbua mambo ya service, gari inamaliza oil inakaa mwaka imepaki, sababu labda 200,000 mara vifungu. Kwa hiyo kidogo temu hii nimeenda tofauti. Kwanza nilichokifanya, nimejenga ofisi za CCM kila kata. Ofisi nzuri kabisa kila kata. Kata zangu zote 15, bado kama kata 2. Kwa hiyo magari haya ninaenda kuyaweka kwenye kila ofisi ya chama ya kata. Kwa hiyo wananchi watahudumiwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo gari hili kila moja litakaa kwenye kila ofisi niliyoijenga na litahudumiwa na CCM kata ile. Na mimi kama mbunge ninaandaa utaratibu, nitazihudumia mwenyewe kuanzia mishahara ya madereva, mafuta, tutaweka full tank mafuta. Alafu mgonjwa atachangia lita 5. Hatuna sehemu ya mbali ya kwenda lita 5. Tunazo gari kila kata tutawapa. Kuna changamoto gani ambayo uliona hasa ukaamua wewe uziweke kwa mfano mwaka jana ile awamu ya kwanza nimetoa gari 5. Bahati mbaya nilizitoa mwezi kama wa 6 au wa 5. Halafu baadaye watu wa serikali wale watumishi, ikiharibika gari anakuambia vifungu vimebasti au hii gari haikuwa kwenye budget. Unaiona sasa gari na jina la kwako, umesema donation by Msukuma, unakutana nayo imepaki. Ina shida gani? Matairi. Nyingine inapelekwa tu garage kwenda kumwaga oil, inakaa miezi 6. Inapoteza ile maana ya kile nilichokilenga, kwamba angalau wananchi wangu wapate huduma muda wote. Kwa hiyo nikajifikiria nikasema hapana. Tutaanza hizi gari tutaziweka full tank sisi wenyewe. Tukishakabidhi sisi wafanyakazi madereva tutawalipa mishahara. Lakini tunataka mtu anayeenda kuomba huduma pale, kwa mfano hata kwenda kupeleka mgonjwa wako au kuchukua mgonjwa kutoka hospitali kumleta huko, utampigia tu katibu wa chama au mwenyekiti wa chama, viongozi wetu wa chama kwenye kata. Utachangia lita 5 kwa sababu hatuna ruti ya mbali. Jimbo zima yani lita 5 utakupeleka na kurudi. Ili gari hizi zikae na mafuta. Mtaji wa gari ni mafuta. Spare zikiharibika tutanunua sisi kama kampuni ya Msukuma na mheshimiwa mbunge. Kwa jumla sasa hivi jimboni kunakuwa na gari ngapi ambazo ni hizi? 15. Kwanza zile za mwanzo nilitoa gari 5, lakini pia nilitoa lori la kutembea, nikatengeneza bodi kama kituo kidogo cha afya kwa ajili ya kufuata kliniki, lakini ile gari limepaki tu mpaka leo linatumika kubebea madawa na ni gari ya karibu milioni 200. Kwa hiyo kidogo nikaona nije na wazo tofauti, nikaanza kujenga kwanza ofisi ili na magari haya yakapate parking. Kwa hiyo magari yataendeshwa na Chama cha Mapinduzi kila kata. Vipi wale ambao watasema pengine hizi ni vuguvugu za kuelekea uchaguzi? Kwanza ukiangalia ukweli, haya magari si kwamba nimenunua mara moja, kwa sababu budget ya hizi gari inakaribia milioni 800 na kitu. Sasa si kwamba nimenunua mara moja. Kuna gari nimeanza kununua toka 2020.
21. Najaribu kukusanya kidogo kidogo kulingana na mapato na nini. Nimenunua magari muda mrefu na kipindi nilijaribu kuwaonyesha waandishi wa habari kipindi cha DP World. Kwa hiyo nilikuwa nakusanya, nikipata hela gari 3 nanunua, nikipata hela gari 2 nanunua. Si wazo la 21 22. Lakini la pili, mimi sina mashaka kwa sababu pia uongozi ni Mwenyezi Mungu anakushika mkono. Sijawahi kwenda kutumia nguvu yoyote kwenye jimbo. Tutakapotoa haya magari sio kwamba nawazuia watu waje kugombea. Mimi nawaita waje, na nikitokea wamenishinda waige mfano wa mimi niliyeanzisha, kwa sababu ile jimbo ni jipya, nina awamu ya pili sasa. Sio kwamba nawazuia wasije, na ninawasikia wapo wanazunguka. Mimi siwakatazi mtu yoyote, lakini nawaambia jimbo, system ya jimbo la Geita, hatuhitaji mtu wa kutuonga shilingi 2000, hatuhitaji mtu wa kutuonga shilingi 10,000 20 kutunulia majezi sijui nini, hatuhitaji. Tunahitaji kujua zile shida za wananchi na ujipange namna gani ya kutatua. Pamoja na kwamba Mama Samia kwenye jimbo langu amefanya kazi kubwa sana. Kwa kipindi chake ameshatupa ambulance 3. Si haba, lakini sasa population ya watu na mimi naangalia namna gani nitawashika mkono. Kwa hiyo niwaishika mkono serikali yangu, na mimi nasikia raha kukisaidia chama changu, lakini pia kumsaidia Mheshimiwa Rais ambaye ameonyesha jitihada kubwa za kutusaidia sisi ambao pengine tulikuwa tumesahaulika kule vijijini. Hii gari kwa mfano hapa sasa hivi tuko ndani, si ndio? Naona ina full, yani ina kila kitu ndani. Hii gari ina medvac yote, yani hii daktari akikaa kuna vitu vyake yeye mwenyewe anavyokuja nazo. Lakini vitu vingi mpaka stretcher kit kinatembea, vitu vyote ni original ambulance ambayo tumenunua, ina mahitaji yote humu ndani. Unaweza ukaendesha kama hospitali, unaweza kuzalisha vitu vyote. Hayo ni mambo ya kitaalamu, lakini mimi gari nilizo nazo kiukweli ni gari ambazo zinastahili, zina viwango vyote vya kimataifa. Yaani usidhani kwamba ndo maana mimi mara nyingi nawaambia mimi sitaki kuitwa mbunge wa kijijini, kwa sababu vitu kama hivi hata nyewe watu wa Mwanza wenyewe mnashangaa. Hamjawahi kuona pengine mbunge kadonate gari 10 na kitu katoa mshahara wake. Mimi mshahara wangu kwa ubunge labda ni gari 2 au 3 tu zinamaliza. Kwa hiyo mimi nimefanya hivi kwa sababu najua mimi nimekulia kijijini na yaishi maisha ya kijijini, na yafahamu kabisa kule Geita watu wangu wana uhitaji wa design gani. Kingine ambacho unahisi kinakuumiza kichwa hujakifanya jimboni nini? Na kwa kweli mimi kitu ambacho kingine kinaniumiza kwa sasa ni usalama. Ninajaribu kuona namna gani polisi nitafanya kitu gani polisi waamini kwamba tuna mbunge ambaye anasamini mchango wao. Mimi wakati naingia ubunge mwaka 2015, wakati narudi kutoka Tanga kwenda kuanza siasa udiwani mwaka 2010, jimbo langu kwa kanda hii inawezekana lilikuwa namba 1 kwa kukata vikongwe, mapanga. Ukiwa na macho mekundu, uchawi, ushirikina, ugomvi za mashamba, kila siku tulikuwa na operation za wakata mapanga kule. Yani tulikuwa kwa mwezi labda tunakata wa mama labda 6, labda 10. Sasa baada ya kuingia kwa kweli nimeanza 2010 kwa kukodisha kituo kadogo tu. Jimbo lote lilikuwa halina kituo cha polisi. Nimekodisha kituo kidogo cha Nkome, tukafanya kazi kwa kushirikiana na RPC pamoja na timu yake na OCD. Wakakubali nikatengeneza kituo kingine kidogo, nikakodisha, tukaenda kituo cha 3, tukaenda kituo cha 4. Sasa na leo hii tunavyoona sisi jimbo letu tunaweza kumaliza mwaka mmoja hamna vuguvugu za jambazi, hatuna vuguvugu za kukatana mapanga. Yani tumetengenezewa peace, tunaheshimu serikali, tunaheshimu sheria. Kama mtu amekukosea tunaenda kushtaki, lakini zamani sisi hukumu yetu ilikuwa ni mapanga. Kwa hiyo najaribu kuona ni nini ambacho kwa kweli hata nikitoka leo ubunge, kitu ambacho nafikiria kwenye maisha yangu kwamba polisi wametengeneza peace. Mimi mwenyewe nalala kijijini, nalala hata bila mageti kwa sababu polisi wanafanya kazi usiku na mchana. Na mimi kama mbunge nilifikiria sana nifanye namna gani, kamanda IGP ananisikia, nimejenga kituo kikubwa sana kule cha gorofa. Kina zaidi ya milioni 300 400. Yaani ukipiga valuation yake kiko kwenye milioni 700 na kitu. Kina gorofa, inawezekana hata hapa Mwanza ukiondoa Central hamna kituo ambacho nimejenga kule. IGP ameshatuma watu wake, wataalamu wake wote wameshakuja wamekiona. Sasa nikafikiria tunaenda kufungua kituo kikubwa cha gorofa chenye hadhi ya kukaa OCD. Halafu watu hawana magari, wanatumia pikipiki. Na yenyewe nikaona sasa ninaahidi, yani polisi natamani wawe angalau kulingana na lile ukubwa wa jimbo langu, angalau nijaribu kusaidia hata magari 4. Kwa sasa nimeanza na gari moja iko hapa ambayo nitaenda kuikabidhi pamoja na kituo cha polisi kikubwa kabisa cha thamani ya milioni 400 500. Kwa haraka haraka hii project inaweza kama gari kiasi gani? Ukichukua kituo cha polisi nilichojenga, ukachukua hizi magari zote nilizonunua, kiukweli inaenda kama 1.something million. Bilioni 1 na kitu. Nimetumia bilioni 1 na kitu kwa sababu magari yetu yote ukiangalia yamekaa vizuri. Unaweza kulitumia hata Dar es Salaam, unaweza kulitumia popote, sio fake.
lakini pia tumetoa na gari la maziko kule nyuma, kama mtu anapata zile shughuli zote za kijamii kama labda nini, na tunalo sasa gari nilitoa moja linafanya kazi ya kusafirisha kama tumepata msiba, lakini kwa sababu ni dogo tunabeba watu 8. Sasa tumetoa gari lingine litabeba labda watu 20-30 kwa ajili ya kusindikiza mwenzetu anapokuwa amepata msiba. Daktari, naomba tupitishe kidogo walau tuone hata mbili kwa muonekano kidogo zikoje. Hii ni gari kama ile ambayo tumetoka kule, iko full kila kitu. Ina kila kitu chake na stretcher yake, kama unataka kubeba ipo, kila kitu kipo. Yaani daktari hapa ataingia na utaalamu wake. Sasa sisi wengine hatujui mambo ya professional za kidaktari, lakini ni gari ambazo zina hadhi kabisa ya kidaktari. Mtu atatibu mtu wake kama kawaida. Hii ni gari nyingine, ni pamoja na hizo gari zingine zote tunaenda kukabidhi kesho, na yenyewe iko kamili kila kitu ndani. Sawa sawa. Na hii nayo ni gari nyingine. Naomba mnifungulie na hii ndogo. Na hii nayo ni gari nyingine ambayo iko full equipment. Na yenyewe kama ile, lakini anaingia tu daktari na professional zake. Hii ni muundo wa haisi Hii ni muundo. Sasa hizi tumeweka kidogo akili, sababu maisha lazima uwe mtundu. Hii ni gari ambayo tumeamua kutengeneza wenyewe. Hizi ziko kama gari 3. Hii tumeamua kuunda wenyewe humu ndani. Atakaa daktari labda na ndugu na mgonjwa wetu atakuwa hapa na belti zake kila kitu, lakini na full IC kila kitu mtu wetu atakuwa, kwa sababu si hizi gari hazitembei zaidi ya kilomita 25, ya mbali sana labda kilomita 30. Kwa hiyo nyingi ziko jirani tu pale zinalani kwa ajili ya kusogeza kupeleka. Kama kuna Rufero, tuna zile gari za Mama Samia ametupa gari karibia 4 zitakusogeza kukupeleka Bugando au kukupeleka hospitali ya mkoa au ya kanda kama hivi. Sawa. La mwisho, unawaambia nini wananchi ambao wanakutazama sasa hivi pengine? Mimi wananchi wangu nawaambia niko gado. Kwanza sijawahi kuyumba. Alafu ninasema kwa sababu najiamini na ubunge wangu, wala sina mashaka na watu wote wanaokuja kugombea kwenye jimbo langu. Ninajua wapo na ninawakaribisha. Nimejipanga vizuri wala sina mashaka nao. Sawa. Wanakuja lakini tutashindana. Sawa. Na mimi siwapigi biti. Lakini hii ndo hali halisi ya wabunge tunatakiwa kufanya. Ndio. Unaenda kuiomba serikali, lakini wewe ile jitihada yako angalau serikali ione. Kwa hiyo hili nalo ni gari letu la polisi ambalo tumenunua na tumedesign wenyewe kupata sifa zote za polisi. Ndio. Tunaenda kulikabidhi pamoja na kituo. Ni gari jipya halijatembea. Naona pia na king'ola kabisa. Na king'ola kabisa, ukitaka hata liungurume hapa linaunguruma tu. Kwa hiyo liko kamili kabisa. Na ni jipya, mtu asije akasema labda la kuunda. Hii namba mpya hii. Na hatujaibadilisha hata kuibadilisha. Namba mpya kabisa. Sawa sawa. Huduma za jamii za kijamii. Tunasema huduma za kijamii, usiseme mazishi. Lakini gari na yenyewe haijatumika. Sawa. Ni namba hii. Utavuta mpaka hapo, ukifika hapa inalala, unashusha mgonjwa wako. Kwa hiyo sio gari kwamba tumeunda, ni gari maalum kwa ajili ya wanajimbo la Geita. Na mimi nawaambia wanajimbo wangu bado niko vizuri. Ndio. Na ninaomba Mungu nirudi. Pamoja na yote Mungu ndo anatangulizwa. Kwamba unaweza ukawa umefanya vizuri lakini wananchi wakasema wakutaki. Na hii kiukweli ndo mfano ambao mimi mara nyingi nakuwa napiga kelele hata tukiwa bungeni kwamba yani uonyeshe matendo. Kwamba wewe inawezekana unasema mimi Msukuma sijasoma, sina shida. Lakini tuangaliane matendo. Matendo yako ni nini? Watu wanaona achievement ya elimu yako. Sasa mimi kiukweli pamoja na familia na kampuni yangu tumeamua kujitoa. Si kwamba hivi vitu vinatoka kwa sababu labda ya mshahara wa ubunge au nini. Wananchi wangu wananijua kwa sababu tunaishi nao. Kwa hiyo hii yote kesho Mungu akipenda saa 3 tutaenda kwenda jimboni. Sawa. Labda nashukuru sana. Labda cha mwisho tu, unapofanya vitu kama hivi pengine furaha yako wewe inakuwa ni nini? Yaani mimi sina zaidi ya kile ninachopewa jimboni na ninafurahia kuliko kitu chochote zaidi. Sina zaidi ya kupendwa. Mimi nawaambia Watanzania wote wanaonifuatilia, mimi napendwa sana jimboni kwangu. Yaani hiyo ndo raha yangu. Mimi sina chochote ninachokihitaji kwa sababu nimezaliwa kule. Nimeishi maisha wananijua. Nimeanza machinga kule wananijua, nauza mananasi, nafanya vibarua wananijua. Halafu leo nimerudi na zawadi. Wameniamini kunipa ubunge. Halafu bado na wajali kwa sababu ningepata ubunge hizi mali zote mimi ningekula na watoto wangu. Lakini sasa tumesema no, lazima
riziki tunayoipata wale watu wa nyumbani, angalau tuonyeshe mfano. Hata wale wanaokuja kugombea, mimi siwapigi biti na ninawakaribisha, lakini tuanze na mambo ya maendeleo. Sisi kwetu shida ni nyingi, sio 2,000, sio 10,000, sio 5,000. Tunazo shida nyingi sana. Wengine wanataka kuomba ubunge, lakini hata kwao tu hajafanya kitu chochote, hata kuchangia mfuko wa simenti. Lakini yuko laza azunguka gawe 10,000, 10,000, 5,000. Nawaona. Na mimi siwapigi biti, lakini niwaombe kwa kipindi hiki ambacho mimi bado niko madarakani, njoni muonyeshe moyo. Mimi sio adui, leta mchango wako tusaidie jamii. Leo ningeona na wao wameweka kaambulance kamoja kwa sababu wanatupea hela huko nje. Ingekuwa tunasema wasomi waliotoka kwenye jimbo langu nao wamefanya kitu, lakini nawashukuru Mungu. Sawa, lakini hatuombei. Ikitokea kwa mfano umekosa ubunge, utafanya shughuli gani? Kwanza mimi sina shida. Wewe unanifahamu vizuri mimi na maisha yangu. Hapa tulipo ni sehemu yangu ya biashara. Hapa tulipo ni terminal, wewe uliita yadi. Hapa tunaita terminal. Tuna mabasi karibia 40. Umeelewa? Tuna nyumba za kupangisha zaidi ya 500. Lakini hapa tuna ofisi. Tuna vituo vya mafuta. Sasa unaniuliza najipanga vipi? Mimi sifi. Umri wangu umeshaenda. Na nimeinvest sana mimi kwenye majengo kwa kweli. Nashukuru Mungu, nalipa kodi. Nafanya kazi nyingi. Lakini nimejipanga kwa staili yoyote ile. Kwa sababu pia ubunge sitazaliwa nao. Mimi nitafika mahala nitapumzika na wengine watakuja.